Basi gugu lingine ambalo liliweza kupata nafasi katika kanisa la Bwana, mioto migeni ambayo pia imeweza kuingia katika kanisa la Bwana, ni kuhusu uchezaji, dancing, kucheza katika kanisa la Bwana. Hebu tuulize Biblia, kucheza huku Mungu anaruhusu kucheza katika ibada na kulianza vipi? Wacha tuangalie. Mara ya kwanza tunaona watu wanacheza, Biblia inatuambia ni katika kitabu cha Exodus. Lakini hata kabla tuende Exodus, wacha tuende kitabu cha Mhubiri. Ecclesiastes chapter 3. Ni maneno ambayo Mhubiri anatuelekeza na ni maneno mazuri ambayo tunafaa tukaweze kuyazingatia. Ecclesiastes chapter 3 and verse 1. Anatuambia maneno haya: To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Kuna wakati wa kila jambo. Kwa kila jambo ambalo liko katika dunia hii lina wakati wake. Kuna wakati wa kila juhudi katika dunia hii. Verse number 4. There is a time to weep. Kuna wakati wa kulia, and a time to laugh. Kuna wakati wa kucheza. A time to mourn. Kuna wakati wa kuomboleza, and a time to dance. Na kuna wakati wa kucheza. Sasa hebu tuulize Biblia, wakati wa kucheza ni upi? Hebu tuangalie wakati Biblia imesema watu walicheza. The first, mara ya kwanza imetokea ni katika kitabu cha Exodus, Kutoka 15:20. Kutoka 15:20. Nini inatendeka katika Kutoka 15? Kutoka 15 kama tunavyojua inakuja baada ya Kutoka 14. Nini imetendeka katika kitabu cha Kutoka 14? Tunapata ya kwamba wamevuka bahari ya Shamu. Farao na jeshi lake lote wameangamizwa. Na kwa hivyo katika Kutoka 15 tunaanza na wimbo wa Musa. Na si jambo la kushangaza ya kwamba wimbo wa Musa ndio wimbo ambao utaimbwa wakati ambapo watu watapata ushindi juu ya mnyama na sanamu yake katika kitabu cha Ufunuo 15. Kwa hivyo katika wimbo wa Musa na mwana kondoo, wimbo wa Musa baada ya kuisha, hebu tuangalie aya yake ni aya ya 20. Tunaambiwa kwamba and Miriam the prophetess, Miriamu ambaye alikuwa ni nabii, the sister of Aaron, alikuwa ni umbu la Aroni, he took a timbrel in her hand, akachukua that timbrel ambao ni ala ya muziki, and all the women, ningependa nirudia hapo, and all the women, nitarudia tena, and all the women went out after her with timbrels and with dances. Na tunaambiwa kwamba wanawake wote wakamfuata na wakaenda wakiwa pia na ala za muziki na wakaenda wakicheza. Ningependa utambue ya kwamba mchezo huu ama this dancing ilikuwa unaongozwa na Miriam ambaye ni mwanamke, alikuwa ni nabii na aliongoza wanawake peke yake. Hakukuwa na wanaume. It was not a mixed dancing. Walikuwa wanawake peke yake, na mchezo huu ulifanyika katika uvuo wa bahari ya Shamu, au kufanyika katika hekalu. That's the first time tunapata mchezo unatendeka. Hebu tuangalie. Kuna jamaa ambaye watu wanajitetea naye, anaitwa Daudi. Je, Daudi na wewe wakati ambapo ulikuwa unacheza, Daudi ulichezea wapi? Daudi ulichezea wapi? Tunaenda kitabu cha Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Samueli wa pili 6. Napata maneno haya. Again, David gathered together all the chosen men of Israel. Daudi akakusanya watu wanaume peke yake ambao alikuwa amewachagua wa Israeli 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up from thence the ark of God. Wakaweza kuenda kutoka Baal ya Judah waende kuleta ningi sanduku la agano la Mungu, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwells between the cherubims. Wakaweza kuleta sanduku la Bwana wa majeshi. Na walipoleta sanduku la Bwana wa majeshi, tunaenda hadi aya ya 14, verse number 14. 2 Samuel chapter 6 verse number 14 inasema kwamba and David danced before the Lord. Daudi akacheza, akamchezea Bwana mbele za Bwana with all his might, and David was guarded with a linen ephod. Naambiwa Daudi alicheza kwa nguvu zake zote mbele ya Bwana. Mbona Daudi anacheza? Kwanza tunapata katika mchezo huu Daudi pia alikusanya wanaume peke yake. It's not a mixed dancing. Alikusanya wanaume peke yake. Wa kwanza tumeona uliongozwa na Miriam ambaye alikuwa ni nabii mwanamke, akakusanya wanawake peke yake, wakacheza katika ufuo wa bahari, wakiwa wanachezea nini? Wakisherehekea ushindi wa kushinda Farao na jeshi lake. Sasa hapa pia tunaona Daudi naye anacheza.
Daudi pia achagui wanawake. Daudi unaongozwa na Daudi. Daudi amechagua wanaume peke yake, chosen men of Israel 30,000, na wanasherekea. Wanachezea wapi? Si ndani ya hekalu, bali wanacheza wanapotembea na hekalu, wanapotembea na sanduku la agano. Kwa hivyo wanasherekea ushindi wa kuweza kuhamisha sanduku la agano kutoka mahali ambapo walilikuwa wakilileta to the city of David, katika mji wa Daudi. Na kwa hivyo wako katika njia, wanachezea kwenye njia, hawachezei kwenye hekalu. The second time, na unapoangalia unaambiwa kwamba David was guarded with a linen ephod. Alikuwa amevaa nguo za kitani kisafi. Na kuna sababu yale yamesemwa, kwa sababu kuna mahali tunaambiwa ni kana kwamba Daudi alicheza hadi nguo zikamwagika. Sijui watu walisoma hiyo wapi. Ukielewa vazi la kitani na nafasi ya mfalme, jinsi alifaa kuvaa, utaelewa mbona inasema nguo zilimwagika. Si nguo zilitoka akakuwa uchila, ina maana tofauti. Lakini kwa sababu hiyo si hoja yetu ya leo, tunaangalia mchezo ulitoka wapi. Basi tunaona katika shamba la Bwana wanaume wanacheza peke yao, hawachezi kwa hekalu, wanasherekea ushindi. Tunaona wanawake wanacheza peke yao, hawachezi kwa hekalu, wanasherekea ushindi. Wacha basi tuulize, je, katika mataifa, katika kipindi hiki cha Israeli, mataifa je walikuwa wanacheza namna gani? Mataifa je walikuwa wanacheza namna gani? Tunaangalia katika kitabu cha Samueli ni wa kwanza 30, 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30 verse 1 inasema maneno haya: And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag and burned it with fire. Tunaambiwa Daudi na watu wake ambao walikuwa wanafanya vita, wametoka vita zao, wametoka ziara zao, wamekuja mji ambao walikuwa wanaishi, mji wa Ziklag. Na tunapata ya kwamba walipokuja wakapata ya kwamba kumbe walipokuwa kwenye vita, Waamaleki walivamia mji ule wao, wakaweza kuchoma kwa moto. Verse 2, and had taken the women captive. Wakachukua wale wanawake wao, wale wanawake wa Daudi na majeshi zake, wakawachukua mateka that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So wakati Daudi anakuja na anapata yale mambo, watu wanaingiwa na msongo, stress, na wanashindwa la kufanya. Verse 6, and David was greatly distressed. Daudi akashikwa na msongo, akashikwa na mawazo, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. Lakini wote walikuweza kushikwa, walitaka kumpiga mawe kwa sababu wanasikia uchungu wa kupoteza watoto wao na mabibi zao. But David encouraged himself in the Lord his God. Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Na Daudi akamuuliza Mungu, je, nikifuata wale wa Amaleki nitawapata? Mungu akamwambia, wafuate, utaweza kuwapata. Katika harakati za kuwafuata, wakapatana na an Egyptian, mtu wa Misri, ambaye alikuwa ameachwa kwa njia na wale wa Amaleki. That is verse number 11. Wakampa chakula, akapata nafuu, na yule mtu akawaelekeza mahali ambapo wa Amaleki walikuwa. Alipofika kwa Amaleki, nini ilitendeka? Verse number 16. And when he had brought him down, wakati huu mtu wa Misri ameleta Daudi kwa wale wa Amaleki, behold, they were spread abroad upon all the earth. Walikuwa wametapakaa katika dunia yote, eating and drinking, wakila na wakinywa, and dancing, wakicheza, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the land of Judah. Kwa sababu ya ushindi waliokuwa wamepata kwa kuweza kuchukua mali yote ambayo walikuwa wamepata katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Kwa hivyo pia tunaona katika mataifa kuchezwa, kulikuwa kunachezwa si kwa hekalu. Hata kwa mataifa wasiomjua Mungu hawakucheza kwa hekalu, lakini walikuwa wanacheza baada ya kupata ushindi. Kwa hivyo kucheza kunakuja baada ya kupata ushindi. Kucheza hakuna mahali kwa Biblia tunapata kumecheza wapi? Kwa hekalu. Wanacheza nje ya hekalu. Lakini zaidi hata hao walipokuwa wanacheza ni watu wa vita, ni wanaume, walikuwa wanaume peke yao. Hakuna mixed dancing, hakukuwa na kucheza mixed katika kanisa lake Mwenyezi Mungu. Sasa tuulize, basi kutakuwa na kucheza? Tuende kitabu cha Malaki. Kumbuka tulianza na kusoma ya kwamba kwa kila jambo kuna wakati wake. Katika kitabu cha Malaki
Malaki anatuambia maneno fulani katika aya ya 4. Malaki 4:1 tunaambiwa maneno haya. For behold the day comes that shall burn as an oven. Kuna siku ambayo inakuja ambayo itachoma kama tanuru. And all the proud, yes, and all that do wickedly shall be stubble. Na wote ambao ni wenye kiburi, wote ambao wanaotenda maovu watakuwa ni kama makapi. And the day that comes shall burn them up. Hiyo siku ambayo inakuja itawachoma, says the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Haitabakisha mzizi wala nini, haitabakisha hata tawi. Siku hii ni gani ambayo inazungumziwa watu wa Mungu? Si siku nyingine, bali ni siku ya marejeo ya Kristo mara ya pili, wakati anakuja kuangamiza dhambi na wote ambao wamekosa kuachana na dhambi, wameshikilia zile dhambi. Basi hiyo siku inakuja na itawachoma. Sasa tunaambiwa baada hiyo siku kuwachoma kiasi ya kwamba hakutabaki mzizi ambaye ni shetani na matawi ambao ni wale ambao wamewadanganya. Verse number 2, neno la Mungu nilasema, but unto you that fear my name, wale ambao watakao baki wanaolicha jina la Bwana, shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Ndipo jua la haki litaweza kuzuka na uponyaji katika mbawa zake. And you shall go forth and grow up as calves of the stall. Na mtaenda na kukua na mtarukaruka kama ndama. Tukio hili litafanyika baada ya ushindi. Tukio hili litafanyika baada ya dhambi kushindwa. Kwa hivyo baada ya ushindi, jinsi ambavyo tumeona there is a consistency katika kucheza katika neno la Mungu, inakuja baada ya ushindi. Kwa hivyo sasa baada ya ushindi wa dhambi pia tunaona kuna kucheza. Wakati kucheza kunafanyika, ilikuwa ni wanaume peke yake, ilikuwa ni wanawake peke yake, ilikuwa baada ya ushindi. Tunaona baada ya ushindi, mwisho wa mambo yote, kutakuwa na kucheza pia. Sasa hapa katikati kuna kucheza, ndilo swali tunafaa tujiulize. Tunaenda kitabu cha Revelation, ujumbe wa malaika wa kwanza. Revelation chapter 14, Ufunuo 14, aya yake ni aya ya 7. Malaika wa kwanza akanena maneno haya, saying with a loud voice, akasema kwa sauti kuu, fear God and give glory to him. Mcheni Mungu na kumtukuza, for the hour of his judgment is come. Kwa sababu saa yake ya hukumu imekuja. And worship him that made heaven and earth. Na mkaweze kumwabudu yeye ambaye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hivyo sasa ni kipindi cha hukumu. Kipindi cha hukumu ni kipindi cha kumsogezea mtu ibada iliyo inayokubalika mbele ya macho zake. Kipindi cha hukumu si kipindi cha kucheza. Manake hukumu hii ni hukumu juu ya dhambi. Kwa sababu hatujapata ushindi juu ya dhambi, hatufai kuwa tunacheza. Ni kipindi cha hukumu. Hauwezi enda kwa koti na wewe ndio umeshtakiwa, manake mshtaki wetu tunajua ni ibilisi. Umeshtakiwa, umeenda mbele ya jaji na wewe ambaye ni mwenye makosa unaenda ukicheza. Hata jaji atasema huyu mtu mpumbavu, muondoeni hapa, hata mrushe kwa korokoroni. Kwa sababu inaonekana ya kwamba mambo ambayo ameweza kushtakiwa huenda hata ni ya kweli na hata amefanya mabaya zaidi. Kwa hivyo mtoeni hapa. Kipindi cha hukumu ni kipindi cha kujichunguza, ni kipindi cha kujiangalia, si kipindi cha kucheza. Lakini Biblia inatuambia wakati tutapata ushindi juu ya dhambi, kutakuwa na kucheza. Wakati tutapanda ushindi juu ya dhambi, kutakuwa na kucheza. Sasa swali, Mungu anataka ibada gani katika kipindi hiki cha hukumu? The book of John chapter 4. Yesu alipokuwa ananena na Msamaria akamwambia maneno haya. John chapter 4 verse 23. But the hour comes, kuna saa inakuja. Kumbuka Ufunuo 14:7 tumeambiwa ni saa ya hukumu. Saa hii ambayo Yesu alikuwa anazungumzia, nina uhakika pia alikuwa anagusia saa ya hukumu. Tunaambiwa kwamba kuna saa inakuja, but the hour comes and now is, na hata sasa imeanza kufika, when the true worshipers, ambao ni wale ambao ni waabudu wa kweli, shall worship the Father in spirit and in truth. Wataweza kumwabudu Baba katika roho na katika kweli. Kwa nini? For the Father seeketh such to worship him. Kwa sababu Mungu Baba anatafuta watu kama wale wakaweze kumwabudu. Sasa swali, tunamwabudu aje Mungu katika roho na kweli? Tunamwabudu aje Mungu katika roho na kweli? Tunaenda kitabu cha the Second Chronicles, kitabu cha mambo ya nyakati ni wa pili. Second Chronicles chapter 5. Tuangalie ibada inayokubalika, ibada yenye maana, ibada inayokubalika kwa kucheza katika hekalu ama katika kanisa. Maana yake kucheza kote ambao kulitendeka
kulitendeka nje ya kanisa. Na labda unaweza sema hata katika sherehe zetu unaweza kuwa na harusi, hujakatazwa kucheza. Ni kipindi cha furaha, lakini si katika hekalu. Tunaongelelea masuala ya hekalu, mioto migeni ambayo imeingia katika hekalu la Bwana. 2 Chronicles chapter 5. Tunasoma maneno haya verse 1. Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. Sulemani amejenga nyumba ya Bwana, kazi yote amemaliza. And Solomon brought in all the things that David his father dedicated. Sulemani akaleta vitu vyote ambavyo baba yake Daudi alikuwa amekwisha kuzitia wakfu. Kisha I want us to go all the way to verse what? Tuende hadi aya ya 10. Aya ya 10. Baada ya kuleta sanduku la agano katika nyumba ambayo Mungu ameweza kuteulia na Sulemani ameweza kuijenga. There was nothing in the ark. Hakukuwa na kitu katika sanduku la agano save the 2 tables which Moses put therein at Horeb. Isipokuwa zile mbao mbili za mawe ambazo Musa alikuwa ameziweka katika pale mlima Horebu. When the Lord made a covenant with the children of Israel when they came out of Egypt. Wakati Bwana alifanya agano na watoto wa Israeli walipotoka mji wa Misri. Verse 11. And it came to pass, ikakuja kupita, when the priests were come out of the holy place, baada ya makuhani kutoka katika patakatifu, for all the priests that were present were sanctified and did not then wait by course. Also the Levites, pia Walawi, which were the singers, ambao walikuwa ni nini? Watu wanaofanya ibada. All of them of Asaph, of Eman, of Jeduthun, ambao ni hizo familia zao, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, walikuwa wamevikwa kitani safi cheupe, having cymbals and psalteries and harp, walikuwa na ala za muziki, stood at the east end of the altar, wakasimama katika karibu na madhabahu, and with them 120 priests sounding the trumpets, wakawa wanapuliza hata tarumbeta. Verse 13. And it came to pass, as the trumpeters and singers were as one, kama jinsi ambavyo waliokuwa na tumia ala za muziki na wale ambao walikuwa wanaimba walipokuwa kitu kimoja, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord, walipokuwa wanatoa sauti kumsifu na kumpa Bwana shukrani. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever, that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Ndipo nyumba ya Bwana ikajawa na nini? Ikajawa na wingu. Verse 14. So that the priest could not stand to minister by the reason of the cloud. Kwa njia nyingine Roho Mtakatifu akaweza kumwagwa, na inamalizia ikisema, for the glory of the Lord had filled the house of God. Utukufu wa Bwana ukajaza ile nyumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu walifanya ibada yenye kukubalika mbele za macho ya Bwana. Ningependa utambue ya kwamba walipokuwa nafanya ile ibada hakukuwa na kucheza, kwa sababu katika hekalu hakuna kucheza. They were not dancing. They were not dancing. Hiyo haikubaliki katika hekalu la Bwana. Basi wacha tukaweze kupata ombi. Kuna mengi ambayo tungeasema, lakini wacha tukaweze kupata ombi. Natumai tumefika mahali ambapo tunaweza zidi kujifunza zaidi, na tunaomba. Baba yetu ishiye juu mbinguni, tukushukuru kwa somo hili, jinsi ambavyo inazidi kutudhihirishia jinsi ambavyo mioto migeni imeweza kuingia. Mfalme, hebu tufunue akili zetu na utujaze na maarifa yako, tuelekeze kwa njia za haki, na ukazidi kutufundisha kwa Roho yako Mtakatifu. Jitukuze katika maisha yetu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Bwana awabariki.